turudi kwenye michezo inayotarajiwa kuchezwa kwa maana ya tarehe 18 pamoja na tarehe 19. Simba Sports safari sasa kuelekea jiji la Mwanza, maandalizi ya kukabiliana na Pamba Jiji. Kwa namna ambavyo natazama nafasi ambayo ameipata kutoka kwa Tabora mpaka hapa, maandalizi ya kikosi kwa ujumla, namna ambavyo wanakwenda kukutana na Pamba Jiji, unadhani itakuwa ni ngumu na rahisi kiasi gani kwa Simba kuzivuna alama tatu, ama maandalizi ya Pamba kuikabili Simba Sports pengine kuto kuiruhusu kufunga na wao wakiwa wanatafuta alama tatu kama Simba atakavyokuwa nafanya? Yes, unajua bahati nzuri, uzuri wa Simba ni kwamba wametoka kupata wametoka kupata hamasa kutoka kwenye mchezo wa dabi, kwa sababu matokeo ya sare manake yanamfanya Simba akishinda mechi zake mbili ambazo zitaenda kuweka uzani sawa kwenye mechi walizocheza baina yake na mtu ambaye anashindana naye ubingwa ambao ni Yanga, itabaki alama tatu. Kwa hiyo tayari psychologically anajua kwamba hii mechi ni muhimu kiasi gani kuweza kushinda ili kuendelea kukipu ile gap la alama kubaki dogo kama ambavyo wamenufaika kupitia mchezo ambao walicheza Yanga dhidi ya Azam FC. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini kitu ambacho Simba wanapaswa kuwa nacho makini ni kuelewa nafasi ya Pamba Jiji. Of course ni timu ambayo imepanda ligi kuu msimu uliopita. Ni timu ambayo inaweza ikatafsirika kama timu ndogo, lakini unatakiwa uiangalie currently nafasi yake iko wapi, na ni timu ambayo iko yani ikiwa nyumbani huwa ina tabia gani. Labda nikwambie tu katika timu ambazo ni unbeaten msimu huu kwenye ardhi ya nyumbani ziko 4 tu. Yanga ndo ya kwanza, ya pili ndo Pamba Jiji, ya tatu Azam FC ambao Yanga na Azam hawajafungwa mechi yoyote so far. Alafu ya 4 ni Mashujaa. Hizi timu nyumbani hawajafungwa. Na Yanga na Azam ndo timu pekee ambazo hazijafungwa katika ardhi yoyote katika mechi 14 ambazo wameshacheza so far. Sasa ukiachana na kwamba ni unbeaten, lakini ndo inashika nafasi ya pili kwenye msimamo katika mechi za nyumbani. Wa kwanza ni Yanga ambaye amekusanya alama 22 katika mechi ambazo kikanuni yuko nyumbani. Wa pili ni Pamba Jiji ambaye ameshika alama 18 ambaye katika mechi zake ambazo kikanuni yuko nyumbani. Kwa hiyo katika mechi 8 Pamba amefanikiwa kushinda mechi 5, maana yake ana wastani mkubwa wa kushinda mechi za nyumbani na hajapoteza kwa sababu zingine zimebaki 3 katoa sare. Shuna nielewa vizuri. Kwa hiyo hii timu ina tayari ina ile winning mentality hasa wanapokuwa katika ardhi ya nyumbani, kitu ambacho kinaweza kikawa ni faida kwao. Kwa sababu wachezaji wanaingia kwenye mechi wana expect kwanza kwenda kupata ushindi. Lakini umeshindikana basi wapate sare. Nafikiri unakumbuka kipindi ambacho Simba wanashiriki michuano ya kimataifa ile kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu sana. 2018-19 ilikuwa ni timu ambayo of course sio strong dhidi ukikompare na opponents kama wale AS Vita, Al Ahly na JS Saoura. Lakini walikuwa na ile mentality kwamba tukiwa Benjamin Mkapa hakuna kinachoshindikana, kitu ambacho kinaweza kikaimpose fear kwa wapinzani, lakini kikawapa confidence Simba Sports Club kuingia kwenye mechi na Simba Sports Club wachezaji. Ndio kitu ambacho nakizungumzia hapa kwamba Pamba wanajua kwamba sisi nafasi yetu kwa sasa hatujapoteza mechi ya nyumbani na tunashika namba 2 kwenye msimamo katika mechi ambazo zimefanyika nyumbani kikanuni. Kwa hiyo sisi tunaingia hapa kama timu ambayo tunatawala mechi zetu za nyumbani, na mind you Pamba ni miongoni mwa timu ambazo zina uwezo, zina mchezaji. Unajua hizi timu ndogo hazihitaji kuwa na timu strong sio nini kucheza na wachezaji kukabiliana na hizi timu kubwa, kwa sababu no way Pamba inaweza ikawa na kikosi bora kuzidi Simba, lakini wanapaswa kuwa na wachezaji mmoja wazuri wenye uwezo wa kucompete, kitu ambacho ukienda Pamba utakikuta wanaiona Amos goalkeeper miongoni mwa magolikipa wazawa tulionao kwa sasa. Yona Amos ana umbo kubwa, ana uwezo wa kufanya save, uwezo wa kujistretch to the fullest, kupiga fingerprints zile, kutoa mpira.
Umeelewa? Na zile aerial dominance yake, physicality yake ni kubwa. Ukija eneo la center backs, wana mabeki wazuri, wakina Mwashinga, wakina huyu Abdul Majid Mangalo, tayari wamesha prove kama ni mabeki wazuri. Kwenye eneo la kiungo wana mtu kama Kevin Nasho Naftal, wana wachezaji pale kwenye eneo la kushambuliaji ikiwemo Messi Utengisi Momanyi ambaye nafikiri ndo currently ndio mfungaji wao bora akiwa na mabao 4. Mabao 2 tu nyuma kinara wa Yanga. Simeelewa vizuri, ambaye ni Prince Dube. Lakini wana wachezaji wengine maeneo mengine, wakina Yonta Kamara, kuna huyu na Kibinge John, ambao hawa mimi wote na watem kama wachezaji ambao wana uwezo wa moja kwa moja kwenda kutoa ushindani kwa Simba Sports Club. Kwa hiyo Simba pamoja na ukubwa wake, pamoja na kupata hiyo advantage, pamoja na maandalizi yao, lakini wanatakiwa wafahamu kwamba wanaenda kukutana na challenge kubwa. Kwa hiyo masuala ya kwenda kwenye goli wanakosa, wanapata chance wanaipoteza kizembe, wanaamini tutapata nyingine na nyingine, timu inakuwa ina-rely kutengeneza chances nyingi, kuna tunaita over create, ili uweze kupata walau bao moja. Inaweza isiwe idea nzuri sana kwa sababu ya jinsi ambayo timu wanaenda kukutana nayo. Kwa hiyo nategemea kuona mchezo utakuwa mgumu mno na separation ya mabao inaweza ikawa ndogo. Either Simba ashinde 1-0, lakini sioni namna yote ambayo mechi itakuwa ina mabao mengi au utakuwa kuna yale manini. Of course kwenye mpira inatokea, lakini kitu kingine na kukumbusha, Pamba wapo kwenye moment ambayo tunaita seek redemption. Yani wametoka, yani seek redemption huwa inatafsirika katika namna ambayo timu imetoka kufungwa goli nyingi zaidi na huyo mpinzani katika mechi ya mwisho wanakutana, alafu wanaenda kuface kwenye new challenge. Pale kuna kitu kinaitwa seek redemption ambacho huwa makocha wanatumia hii katika namna ya kuidhibiti kimbinu. Huwa wanafahamishwa kwamba in case unaenda kumface mpinzani ambaye game ya mwisho mnakutana mlifungwa nyingi, kwa sababu mechi ya mwisho zinakutana Pamba na Simba alishinda 5-1 akiwa nyumbani. Kwa hiyo kuna namna ikiwemo kulen kwa nini mlipoteza. Tunaelewa vizuri wapi ambapo mlipoteza, shida ilikuwa nini kimbinu na vitu vingine kama hivyo, alafu una diagnose, unajua, alafu una change zile mbinu. Kama uliona mbinu iliyokufelisha ni hii na hii, una change, unatumia mbinu nyingine. Umeelewa? Lakini vile vile ukiachana na hilo wanadili na tunaita defensive organization, kwa sababu ili upoteze kwa mabao 5, 6 nini, lazima defense yako ilikuwa very loose. Kwa hiyo wanadili na ile defensive organization kutengeneza mbinu ambazo zitakuwa na impact kwenye eneo la kujilinda na vitu vingine kama hivyo. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu linahusiana sana na psychology, kwamba usiwakumbushe wachezaji kuhusiana na kile kipigo walichokipata, lakini usisahau kuwapa somo walilojifunza kuhusiana na kipigo. Yani kipigo usikiongelee, kwa sababu kita impose fear na kuonyesha wachezaji kwamba hii timu haiwezekaniki, imeshindikana. Lakini katika kutowakumbusha kile kipigo, unaweza ukawaelekeza namna ambavyo walipata funzo kupitia mechi iliyopita. Sio, unaelewa? Kwa hiyo hili ni eneo ambalo liko very strategic. Ukikosea utajikuta una impose fear, lakini ukilifanya vizuri unaweza ukawapa lesson ambayo wanaweza wakaipokea na kuitendea haki katika mchezo. Kwa hiyo hawa Pamba Jiji yani mechi yao ya msimu uliopita ya kufungwa 5-1 dhidi ya Simba inaweza ikatumika kama sehemu ya wao kutake lesson, kufanya defensive organization, kutaka kulipiza. Ingawa kwenye football hicho kitu kinakuwa emphasized kwamba sawa, mnaweza mkawa mnataka kulipiza kisasi na vitu vingine, lakini haushauriwi sana approach game katika namna hiyo, especially kwa mpinzani ambaye unamuona haumwezi completely. Sawa. Kwa hiyo kuna namna ya kuapproach kwamba usiingie kwamba tunamna kinachoshindikana. Inaweza isiwe jambo zuri, kwa sababu utamfanya wale wachezaji kucheza katika tahadhari ambayo itawapelekea kuaffect mchezo, ikiwemo uwezo wa kutake risk. Sehemu ya kupiga pasi ya mbele ataogopa, nitapoteza, anapiga pasi ya pembeni, anaifanya timu kushindwa kutengeneza hatari ya moja kwa moja. Lakini kuimpose negativity au circulation of negativity, kwamba mtu akikosea kidogo lawama nyingi na nini, kwa sababu tayari mlikuwa
mnawapa pressure hii mechi muhimu na nini. Na ndio maana hata ya mambo ya mabonasi mimi naona hayana yani of course bonus isitangazwe nini, kwa sababu unatengeneza ile attention ya moja kwa moja, na pengine inaweza kuaffect kupitia bonus ya mchezo mmoja ikaaffect mechi 4, 5, 6 mbele, kwa sababu mchezaji mmoja tu anaweza akaja kusababisha penalty dakika ya 90 katika game ambayo tayari wachezaji walikuwa wanawaza bonus dakika ya 92 hapo. Tukio hilo akaonekana kauza mechi, akaonekana hivi, kukapatikana wachezaji watakao msupport, kukapatikana wachezaji watakao mpinga, alafu kukawa kuna circulation ya negativity huku na huko, hawapatani, timu ikaanza lose matokeo. Na ndio maana haya mambo yanatakiwa yakwende kulingana na wachezaji wao, wanajua tu responsibility yao ikoje. Wakifanya vizuri wala ina haja kuahidi. Wakifanya vizuri papo unawa surprise, unawapa kibunda. Lakini ukiwaahidi unaweza sawa, ni jambo zuri wakajituma na nini, lakini inaweza ikapelekea hata reckless na dangerous fouls, kwa sababu mchezaji anacheza kuexpect kitu ambacho kinaenda tofauti na uwezo wake. Atakutana na chenga maudhi, atamkata mtu mtama, atapigwa red card, utamkosa kwenye mechi zinazofuata. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo kuna namna ya kuhandle hizi timu zetu. Kwa uchache tumalizie na mechi ya Young Africans. Muda wako sasa unakutupa mkono dhidi ya TRA dhidi ya Young Africans Arusha, Sheikh Amri Abeid Karuta. Yeah, of course TRA nayo ni miongoni mwa timu ambazo zina uwezo wa kutoa ushindani na zina wachezaji mmoja wazuri pia. Unajua TRA ni miongoni mwa timu ambazo zimeongeza watu kwenye dirisha dogo Kwa mfano striker Andy Mapaka ambao lina uwezo mkubwa sana wa kudominate mipira ya juu. Nimemuona. Ni mchezaji ambaye nafikiri anaweza akawasumbua Yanga kama watakuwa hawana organization nzuri kwenye mipira ya juu. Lakini wana wachezaji ambao wana uwezo wa kuprovide solution kwa kukokota mpira kwenye transition, kwa sababu unapocheza na Yanga, jambo la kwanza unapokabiliana na Yanga, usijifanye wewe ni mjuzi wa kushambulia, watakufunga tu, kwa sababu wakiona nafasi nyuma ya safu yako ya ulinzi watakupabua na wanaweza kukupiga nyingi sana, kwa sababu JKT nao ilikuwa ni timu ambayo ilijaribu kutaka kushindana na Yanga katika namna hiyo, wakacharazwa goli ngapi? Goli 5. Kwa hiyo ile kukaa nyuma, wachezaji watakao kusaidia ni wale wenye uwezo wa kucheza kwenye moments za transition. Simenelewa vizuri. Na miongoni mwa moments za transition au wachezaji ambao wanaweza kuoffer hizo transition moment ni pamoja na Ramadhan Chobwedo, kwa sababu wana uwezo mzuri kwanza wa kukokota mpira na kusubiri moment sahihi ya kutoa pasi. Simenelewa vizuri. Kwa hiyo maelewano yake yeye, baina yake yeye na Joseph Wakandanoaho yanaweza yakawafanya Yanga kupata wakati mgumu kwenye kukabiliana na TRA, kwa sababu Ramadhan Chobwedo huwa hakurupuki tu kutoa pasi au anakaa na unajua, ili uweze kutengeneza transition nzuri kuna vitu unabidi ufanye. Kwanza ukokote mpira na kuilazimisha ile rest defense ikae vertically, ijistretch vertically. Nikisema kujistretch vertically maana yake ijisogeze karibu, isiwe na mapana, ijisogeze karibu. Unavowasogeza karibu, unawasogeza karibu kwa kukokota mpira kuelekea kwenye mstari mnyoofu. Wanavojistretch vertically, kwa sababu wanashindwa kupredict your next move, itakuwa rahisi kwa wachezaji au teammates ambao mnashare kwenye transition, wanakimbia kufanya zile runs kwa ajili ya kusupport shambulizi, kukaa kwenye nafasi nzuri basi na kukutana na upinzani wa kuwa challenge na hawa mabeki. Alafu unasubiri moment sahihi, kwa sababu hapo ndo kunaamua hiyo counter iwe goli au isiwe goli. Unasubiri mtu fulani akae kwenye nafasi nzuri zaidi ya kureceive, alafu ndo unampa mpira. Alafu hawa wengine sasa wanakuwa wanasaidia kumsupport kwa kufanya zile runs ambazo zitawafanya madefender wao wote wasindwe kumconcentrate yeye, wajaribu kufikiria na sehemu zingine pia. Lakini vile vile wanaweza wakafanya mambo ya kujaribu kumweka zaidi yule mchezaji mwenye mpira ambaye anategemewa kwenda kumalizia katika nafasi nzuri ya kuweza kumalizia. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo hizi ndio wachezaji ambao naamini kwa hiyo wale wana wachezaji ambao wana huo uwezo wa kukari mipira. Kwa mfano kuna mchezaji anaitwa Ali Ramadhani Nganzi. Ingawa sasa hivi simuoni sana kucheza, lakini Ali Ramadhani Nganzi ni mchezaji ambaye huo uwezo au hiyo driving force ya kukokota mpira na kupiga kwenye space na vitu kama hivyo yuko nayo. Hata Singida wanamfahamu vizuri Ali Nganzi, kwa sababu alikuwa threat sana kwenye mchezo wao wa mwisho ambao walipoteza kwa mabao 3-1.
ingawa sasa hivi naona sio mara kwa mara kuanza kwenye kikosi. Yes, kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji wazuri mmoja mmoja ambao wanaweza kuimpose threat kwa timu pinzani, lakini currently wana wachezaji, ingawa tu Andy Bikoko nafikiri ni mchezaji ambaye ana kumbukumbu ya kusababisha penalty katika mchezo ambao wakati upo Dodoma Jiji sasa hivi upo Dodoma Jiji. Nachanganyikiwa wachezaji wengi jamani. Unajua Andy Bikoko alianzia pale Tabora, ila sasa hivi uko Dodoma Jiji. Nikataka nimtaje kwamba sometimes wachezaji wanakuwa na kumbukumbu zao za kufanya matukio fulani ambayo yanakwenda kuaffect outcome ya mchezo. Sasa nilikuwa nishasahau kama kumbe yalitoka pale afu ndo akaenda Dodoma Jiji. Wachezaji wengi sana kaka. Wachezaji wengi sana. Alafu na sisi watu ambao tunaangalia mechi nyingi, karibu mechi 60 kwa siku. Tuna kazi kubwa sana ya kuhakikisha kumbukumbu zetu zinakuwa. Na yote haya tunafanya kwa ajili ya watu wapate vitu waelewe. Umeelewa bana? Kwa hiyo of course utakuwa mchezo wa kushindana, lakini naamini Yanga hawana tena room ya kuangusha alama hapo, kwa sababu in case wakiangusha alama alafu Simba wakashinda mechi zake, gepu la alama, kama watatoa sare, gepu la alama itabaki alama moja. Kama watafungwa manake watabaki kwenye usawa wa alama. Kwa hiyo itakachoamua ni goal difference. Kwa hiyo sifikiri au siamini kwamba Yanga wanaweza kukubali kuangusha alama kirahisi. Bana, ni Heavyweight tumepata wasaa mrefu sana wa kuzungumza naye mambo kwa kina, hususani yale ambayo yalitupita kwenye mechi ya Azam dhidi ya Young Africans, lakini hata yale tunayotarajia kwenye mechi ya TRA versus Young Africans, lakini pia Pamba Jiji Football Club versus Simba Sports. Kwa kina tumepata uchambuzi mzuri ulionyooka. Mimi nikupongeze kaka, nitakuwa mnafiki nisipoyasema haya au nikiyasemea pembeni. Kuna radha fulani hivi imeongezeka, sijui imetokana na nini, lakini watatusaidia wadau wanaotusikiliza, kwenye watu ambao wamekuwa wakikusikiliza toka mwanzo mpaka hivi sasa. My brother, pengine sasa hivi umeongeza zaidi muda wa ziada wa kufuatilia mambo, pengine tuulize hilo, umeongeza muda zaidi wa kufuatilia mambo? Kwa nini kaka? Mimi naona nipo vile vile. Sababu mimi sipendagi kufanya kazi chini ya kiwango, haijalishi niko wapi. Yes, na mimi ni labda kwa kipindi kile, labda kwa sababu tulikuwa tuna kiengo fulani tu tuna discuss, kwa hiyo pengine mlikuwa mnashindwa kunikamua ile ipasavyo na vitu vingine, lakini mimi nikipewa kazi naifanya vizuri kabisa. Akukosea kujiita Heavyweight, uzito wake ndo unafanya tupate madini mengi ambayo ni aghalabu sana kuyapata kwenye maeneo mengine ambayo wewe unaweza ukadhani unaweza kuyafikia na kupata. Kuna kitu ulikuwa unataka kuongezea kabla tujafunga? Nilijua unanipa 5. Bwana, situwatakie mfungo mwema, tunaelekea ukingoni. Juma hili tunaweza tukawa tuna sherehe za Idi, lakini pia kwa wale waumini wa dini ya Kikristo si mbali sana. Nadhani mwezi wa 4 kwenye tarehe za mwanzoni kabisa tunaweza tukala ile Pasaka. Sema tuendelea kusalia nasi. Asalamu alaykum.